serikali ya Tanzania inaniwinda me personally na my co-presenter, manake hawapendi tunavyofanya. Tunasema ukweli. Unajua serikali ile ya Tanzania ni ya kiimla, haikuchaguliwa na wananchi wa kweli. Ilikuwa serikali ambayo imeiba kura na ikaua watu. So sisi kama maskani tukiangazia, wanatuwinda. Wametumia paka mademu lakini tumeresist. Wametuma watu tumeresist. Sasa hivi tunavyoongea tunasikia kwamba wanatumia mmoja mfanyikazi wetu, wanampatia 150 million ila disclose namba plate ya gari zetu, mahali tunapoishi. So sisi tunasema let them come, lakini kwa mambo ni kwamba a journalist is not a criminal. Mwandishi wa habari sio criminal. Yeye ni mtu ambaye anatangaza kitu kiko. So kama kwa mfano una feel vibaya kwa sababu mwandishi wa habari, bwana tulizaliwa siku moja na tutakufa siku moja, lakini hatutanyamaza kusema ukweli. So kama kwa mfano umeua, utasema umeua. Hatuwezi kupaka mafuta kwa mungu wa chupa tukisema kwamba mambo ambayo hujafanya. Yale tunayotangaza ni ukweli. Hakuna kitu tumetunga. Manake ukisema umechaguliwa na 97 kisha alafu sherehe inakuwa held ndani ya kambi ya jeshi, wewe umechaguliwa na wananchi ama umeiba kura? So tunawindwa kweli. Hata sasa hivi nasikia kuna mmoja hapo ameshaingia nchini anatuwinda. Sisi tupo. Kama imeandikwa tadedi. Na kama tatoboa. But we are not afraid. Yeah. Mazeso ya information zenu zinatokanga wapi? Nyinyi mnapata zile za ndani, hata media za huko hawawekangi, lakini hapa mko nazo. So once ushakuwa mzuri, wewe ni mzuri tu. Ukishakuwa mzuri wewe ni mzuri tu, utakuwa unapata tu unapata ma information, unakutumia information, shika. So ukiangalia ukiverify ndio. Hatuwezi tangaza kitu ambacho hakuna, tangaza vitu ambavyo viko. Yeah. Pale Tanzania! Lete baba! Huyu hapa ni mtangazaji wa kituo cha Radio 47 kutoka nchini Kenya ambaye anajulikana kama Billy Mia, ambaye ni mtangazaji wa kipindi ambacho kinajulikana kama Maskani 47 akiwa na co-presenter mwenzake ambaye anajulikana kama Mbaruku Mwalimu. Sasa kupitia klipi hapa bana amethibitisha kwamba serikali ya Tanzania inamuinda na inamtafuta kwa ajili ya kutaka kumpa adhabu. Kisa na maana hizi taarifa ambazo wanazitoa kuhusiana na maovu ya serikali ya Tanzania, maovu ya Rais Samia Suluhu Hassan, hususan mambo ambayo ilifanyika Oktoba 29. Sasa amesema kwamba sio mara ya kwanza serikali imehusika katika kuwatuma watu ili waje kuwapeleleza, kuwapata na kujaribu kuwaconvince ama kuwabembeleza waende Tanzania. Lakini mwisho wa siku ni kwamba wakishafika huko labda ni swala la kutekwa ama mambo mengine ambayo sio mazuri sana. Anasema kwamba yeye yuko tayari na haogopi chochote, kwa mujibu wa hizi kauli ambazo amezitoa, na kusema kwamba serikali inamtafuta kutokana kwamba anachokisema yeye sio kitu cha kuchochea, sio kitu kibaya, bali anachokisema ni ukweli. Wanachokitangazaka kwenye kipindi chao cha Maskani 47 ni ukweli mtupu. Sasa kwa upande wake anasema kwamba yeye hana uoga wote, haogopi. Kama imeandikwa kwamba atakufa, basi si kwamba ameandikiwa kufa ndio siku atakayokufa tu, lakini kama ameandikiwa kwamba atabaki, basi ndio hivyo atabaki. Huyu ana kipindi ama ana section ama sehemu ya kipindi chake ambayo waga anaangazia masuala ambayo yanafanyika Tanzania, na nadhani kwamba hii sauti ni sauti maarufu sana ambayo umezoea kuisikia kama umekuwa ukifuatilia kipindi cha Maskani 47. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.